لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا. الحمد لله الذي خلق السماوات والحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام katika dua yake ya kuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani: assalamu alayka ya shahr Allahil akbar wa ya eid awliyaih. Assalamu alayka min mujawirin raqat fihi alqulub wa qallat fihi adh-dhunub. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. Mwenyezi Mungu atukubalie amali zetu na ifanye siku yetu ya leo kwamba ni siku ya sikukuu, siku ambayo ni ya kubaliwa amali zetu tulizokuwa nazo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aya niliyoitanguliza ni aya maarufu ambayo aya hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wote watu wameisikia. Ni aya inayozungumzia ibada ya saum. Kwa wale wote waliohudhuria katika vikao vya dars, bila shaka wamepitana na aya hii. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii baada ya kufaradhisha saum ilieleza kwamba matarajio makubwa anayotarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoifaradhisha ibada hii ni kwamba kuwatoa watu katika hali walizokuwa nazo mbaya, hali za kiroho ambazo zilikuwa ni chafu, kuwapeleka katika hali nzuri zaidi. Na ndio maana katika aya mwisho Mwenyezi Mungu alisema la'allakum tattaqun. Matarajio ni kwamba baada ya ibada hii muhimu, baada ya siku hizi chache ambazo tulikuwa nazo na leo zimeisha, Mwenyezi Mungu anatarajia sisi tutoke tukiwa watu tofauti katika mwezi huu. Tutoke tukiwa roho zetu ni safi, nyoyo zetu ni safi, na anatarajia kwamba safari hii iwe ni safari ni yenye kuendelea, si wala kurudi nyuma. Kwamba yale tuliyoyachuma na yale tuliyoyapata katika mwezi mtukufu huu tuwe ni wenye kuyaendeleza katika miezi iliyobakia mpaka Mwenyezi Mungu atakapotukutanisha tena na mwezi huu mtukufu insha Allahu Taala, tukiwa tuko hai na tukiwa ni wenye siha na afya insha Allahu Taala. Ukubwa wa mwezi tuliouacha hawezi kuuelewa isipokuwa yule anayeelewa uhakika wa mambo. Binadamu kwa vichwa vyetu vya kawaida ni vichwa ambavyo kwamba viko na mipaka. Tunaelewa baadhi ya vitu vingine hatuvipati. Na ndio maana mtume wa Mwenyezi Mungu na maimamu, kwa sababu wao daraja yao ni tofauti, walikuwa na kazi kubwa ya kutueleza sisi vipi tutakumbana na mwezi huu na yapi yaliyoko ndani ya huu mwezi. Na ndio maana hutuba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ilikuwa ni muhimu sana hutuba ile ambayo ilitolewa kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili watu wajue kweli yaliyoko ndani ni yapi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema la'allakum tattaqun shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, lakini watu walikuwa hawajui tafasil
maelezo yaliyoko ndani zaidi ni vitu gani. Na ndio maana Mtume akajaribu kutueleza kwamba saa zake ni tofauti, dakika zake ni tofauti. Anfasukum fihi tasbihu wa naumukum fihi ibada. Haya yote akawa ana kazi ya kuyaeleza ili mja wa Mwenyezi Mungu atakapoingia katika mwezi huu tuliouacha ajue yaliyoko ndani ni mambo gani, ajue vipi atafaidika na mwezi ule. Sasa al-Imam Zainul Abidin wakati akiuaga mwezi huu aliuambia kwamba assalam alayka ya shahrallahil akbar, katika dua ile ambayo natarajia kwamba watu wameisoma jana, leo inawezekana watu wakaisoma, ya kuuaga mwezi huu mtukufu. Imam Zainul Abidin yeye ni katika wale wanaojua hasa mwezi wa Ramadhani ni mwezi gani, ni yapi yaliyoko ndani. Alipokuwa anauaga aliuambiaje? Assalamu alayka ya shahrallahil akbar, mwezi wa Mwenyezi Mungu ulioko nini, mkubwa zaidi kuliko miezi mingine yote. Najaribu kuyasema haya maneno ili tuisi uchungu kwamba tumetoka wapi na ni kipi tulichokiacha. Na kila mmoja leo ni siku ya kujirudia nafsi yake na kujua vipi aliweza kuchuma katika mwezi ule. Shahrallahil akbar. Akaendelea waida auliyaih, na kwamba mwezi wote wa Ramadhani ilikuwa ni Eid kwa kina nani? Kwa auliya wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi leo tuko na Eid, sio? Lakini imamu anasema kwamba ule mwezi siku 29 au siku 30 zote ilikuwa ni siku za Eid za kina nani? Za wale ambao ni auliya wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa unaweza kuelewa kwamba tumeachana na mwezi mzito kiasi gani, na vipi tumefanya taksir sisi katika mwezi ule, kwa sababu kila siku yake ilikuwa ni Eid. Eid lakini kwa wale ambao ni auliya wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana mmoja wa shairi anasema laysa al-Eid liman labisa al-jadid. Nadhani vijana wote wamehifadhi, wazee wanaitumia ili kuweka vijana sawa wasililie nguo za sikukuu. Laysa al-Eid liman labisa al-jadid, sio Eid si kwa yule aliyefanya nini, atakayevaa nguo mpya. Innamal Eid liman yakhafu yawm al-Eid, isipokuwa Eid ni kwa mtu gani? Anayeogopa ile siku ya mwisho. Mwingine anasema kwamba kila siku ambayo ndani yake hakuasui Mwenyezi Mungu, hiyo ni siku gani? Ni siku ya Eid. Kwa hiyo utaelewa anaposema Imam Zainul Abidin anapoiambia wassalamu alayka ya Aida auliyai, kwa sababu ndani yake mwezi huu tuliouacha ilikuwa ni mwezi ambao madhambi ndani yake yalipungua. Mbele hapa Imam Zainul Abidin anaeleza haya. Ndani yake maasi ya Mwenyezi Mungu yamekuwa ni machache, hasa kwa sisi ambao ni Waislamu. Wajua sisi ndio tuna mipaka. Inawezekana kuna wengine hawana mipaka. Sisi tuna mipaka. Hapa usiingie, hapa usiseme lile, usile hiki, sio? Sasa haya yote tulijaribu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuyachunga yote haya. Kwa hiyo kila siku yake ilikuwa ni nini? Ni Eid katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao tumeuacha. Anaendelea Imam Zainul Abidin akisema assalamu alayka min mujawirin raqat fihi alqulub. Salamu na amani kwa jirani ambaye ndani yake nyoyo za watu zilifanya nini? Zililainika na zikawa ni nyepesi nyoyo za wanadamu. Na sote ni mashahidi kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani wale watu wenye roho ngumu zaidi, watu ambao walikuwa na maasi zaidi, kwa sababu roho ngumu mara nyingi zinasababishwa na nini? Na dhunubu. Madhambi kila siku ukipatana nayo kila siku yanafanya roho inafikia wakati inakuwa roho yako au roho ya binadamu inakuwa ni ngumu, hajali kitu. Na ndio pale Mwenyezi Mungu akasema kuna watu nyoyo zao ni zaidi ya nini? Ya mawe, kwa sababu mawe uweza yakapasuka ndani yake kukatoka maji, lakini nyoyo za binadamu kuna wakati zinakuwa zaidi ya hivyo. Na ndio utaelewa yaliyotokea katika ardhi ya Karbalani ni nyoyo zilifikia kiasi gani, sio? Na yote ambao tunayajua wakati tukizungumzia leo ilikuwa kuna somo dua au nudba hapa.
aina al-Hasan wa aina al-Husayn, aina abna'u al-Husayn, na yote yalikuwa yanasemwa. Wote hao waliondoka kwa sababu kulikuwa na nyoyo ambazo zilikuwa ni nini? Ni ngumu, zilifikia wakati hata jiwe alifikia hapo. Yote yanayotokea Gaza na kwingineko ulimwenguni leo, na Waislamu wamesimama wakishuhudia, wakicheka, wakifurahia, ni kwamba nyoyo zina matatizo. Mwezi wa Ramadhani pia wengine hawakufanya nini? Haukuwasaidia. Lakini Imam Zainul Abidin anaeleza, assalamu alayka min mujawirin raqat fihi qulub. Ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa na jirani ambaye ndani yake ilifanya nyoyo zetu zikawa nini? Zikawa nyepesi, nyoyo zetu zikawa na huruma, nyoyo zetu zikawa zinajali wengine. Na ndio maana watu wamegeiwa vitu vingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imeisha, tutavitamani, sio? Zile simu za njoo hapa bana, kuna kagunia, sio? Njoo hapa bana, kuna jamaa amenipa kitu. Mwezi Shahrullahi al-Akbar imefanya nini? Imeisha. Huko nje naam ziko, si kwamba hakuna, lakini sasa zimepungua sana, na zitakuwa kwa wale ambao wamebaki kweli kweli hali zao zinawaruhusu, na nyoyo zao zinawaruhusu. Akiendelea Imam Zainul Abidin anasema, wa qallat fihi dhunub, na ndani ya mwezi tuliouacha madhambi yalifanya nini? Yalipungua. Kwa hiyo anatoa salamu kwa mwezi ambao ndani yake madhambi yalifanyaje? Yalipungua. Sisi kila mmoja anajijua vizuri, bali insanu ala nafsihi basira. Hata ukitoa udhura, kuna wakati unatenda dhambi na unalipa hilo dhambi udhura, unasema niliangalia kwa sababu ilikuwa siwezi inamisha kichwa, watu walikuwa wengi, ilikuwa nitaibiwa. Sawa sawa. Kwa hiyo ukaangalia mpaka ukasindikiza. Lakini utasema ile sehemu kulikuwa na watu wengi, kulikuwa na vurugu, lao ningeangalia chini, mambo yangu yote yangefanya nini? Yangeharibika. Nimesema uongo pale kwa sababu kuna hili na hili. Nilifanya kile kwa sababu kuna hili na hili. Lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mmoja anashuhudia, sisi tuliokuwa na ibada ya saum tuliofunga, kila mmoja anajua kwamba yale ambayo tulikuwa tumeyazoea, baadhi ya madhambi ambayo kwetu tulikuwa ni nini? Ni kawaida, tulijitahidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kufanyaje? Kuachana nao. Nyumba ambazo ilikuwa mziki unaosikia waimbaji wote, TV inafanya kazi, watu walibadilisha channel wakatoka katika Citizen na zinginezo, wakaenda wapi? Wakaenda katika Mahdi TV. Kwa sababu Mahdi TV hakuna mziki ndani. Kwa hiyo wakawa wanasikiza tu kaswida na mawaidha na nini, sio? Lakini mwezi umeisha. Mwezi umeisha. Tukitoka sasa tukienda majumbani, channel zote ziko free sasa. Na zile channel zingine zote kuna wakati ukifika lazima mziki utakuwepo. Lazima. Mwezi wa Ramadhani qallat fihi adh-dhunub. Imam Zainul Abidin hasemi madhambi yaliisha, anasema madhambi yalifanyaje? Yalipungua kwa sababu yapo na yanaendelea. Jamaa wanauliza shetani alikuwa amefungwa ilikuwaje? Tukasema waliofanya madhambi ndani ya mwezi basi yeye mwenyewe ana ushetani ndani yake. Kwa sababu shetani amefungwa, sio? Sasa kama amefungwa madhambi yanatoka wapi? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hizi ni salamu za Imam Zainul Abidin. Nirudi katika aya ya saum, tusimame hapo kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoifaradhisha ibada hii, nishawahi kuongea nadhani hapa kwenye dars kwamba alitupa njia fupi ya kufikia katika malengo ya sisi kuwekwa katika huu ulimwengu. Kwa sababu malengo makubwa yaliyotufanya tuwe hapa ni sisi kuwa waja wema, kuwa khalifa wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu haiwezekani kwa mtu ambaye anamuasi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu ambaye anatekeleza yale anayoyataka Mwenyezi Mungu
na akaacha yale anayoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu ana haki ya kuwa katika huu ulimwengu na kusema yeye ni khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana kwamba sisi ndio tunaochukua nafasi ambao wengine hawachukui katika ulimwengu, wanyama na vingine vitu vilivyopo. Binadamu amepewa nafasi maalum katika huu ulimwengu, lakini alipopewa nafasi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwekea njia ya kwamba yeye vipi atakuwa nafasi hii ataicheza vizuri. Ni wakati ambapo atafikia katika daraja ya kuwa yeye ni nani? Ni muttaqi, ile la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Qur'ani ni uongofu kwa kina nani? Kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukajiuliza na wengineo, hudan linnas wa bayinati, sio? Lakini wanaofaidika zaidi na Qur'ani ni kina nani? Ni muttaqin. Kwa hiyo hudan linnas, Qur'ani ni hudan linnas ya watu wote, lakini huku ilisema hudan lilmuttaqin kwa sababu wanaofaidika na Qur'an, wanaopata mwongozo wake ni wale ambao wanafanya nini? Wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akatoa nafasi maalum kwa kina nani? Kwa wacha Mungu ambao ni hawa wanaotoka katika ibada ya saum. Mwenyezi Mungu njia akaifanya fupi sana. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo ibada ya saum imetufupishia sisi njia ambayo tunatakana kuichukua kwa mambo mengi sana, lakini ibada ya saum ikatufanya kwamba kwa muda mchache sana tukaweza ndani yake sisi, kwa wale ambao waliweza kufaidika vizuri na mwezi huu, Mwenyezi Mungu akawafanya kwamba wameweza kufaidika na kuchuma takwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anasema inna akramakum indallahi atqakum. Almiza wa tafawuk, mtu kuwa tofauti na mwingine na mtu kuwa daraja ya juu kuliko mwingine, hakuna kitu kingine chochote kile isipokuwa ni nini? Ni takwa. Pesa, sio? Kuvaa vizuri, wake wazuri, kila kitu unachokijua wewe katika huu ulimwengu hakikupi nafasi yako wewe kuwa kubwa kuliko mwingine. Kinachotoa nafasi hii ni wakati hivi vyote ukiwa navyo. Hatuna shida na mtu kuwa na pesa, kuwa na pesa nyingi, lakini pesa zile nyingi ulizonazo ukiweza kuzimiliki na ukazifanyia kazi katika hali inayotakana kuwa wewe uko mbele na wewe unakuwa ni muttaki, sio? Kuna kisa maarufu kimoja cha maulama. Kuna msomi mmoja alikuwa ni msomi wa dini, mtu wa hauza yani, alafu ana pesa nyingi sana. Kikawaida watu wamezoea watu wa hauza kidogo ni si watu wa hauza, acha tuseme wamezoea mashaka ni watu wa hawana hela. Zile hali tunazozijua huko mitaani. Sasa huyu shaka alikuwa ni shaka lakini ana pesa, alafu ana majumba na bustani nzuri, yani amejeka vizuri kimaisha. Akaona shaka mwenzake yeye anaishi hali ile ya zuhudi, japokuwa kuna tafsiri ndefu kuhusiana na zuhudi. Lakini tuseme hivyo, yani hali ile ya kiasi fulani hatumii vitu vya hamiliki vitu vya fahari na nini. Sasa akaona mlaumu mwenzake, anamwambia wewe bwana umesoma hauza, mtu wa dini, alim, alafu unamiliki gari kubwa kama hii, unaishi nyumba kidogo nzito kiasi hiki, umeijenga na pesa kubwa. Akawa anamlaumu kidogo, jaribu uishi maisha. Akamwambia sawa, nimekusikia. Walipokuwa katika bustani wakitembea, huyu shaka mwingine sasa alikuwa anamnasimu mwenzake, alikuwa na tasbihi mkononi. Tasbihi yake ikapotea. Ilipopotea akarudi kumfuata shaka mwenzake, akamwambia bwana tasbihi yangu iko wapi? Anasema nimepoteza tasbihi. Siku nzima akawa hayuko sawa, yotafuta nini? Tasbihi yake. Akamwambia sasa unaona tofauti yangu mimi na wewe ni tasbihi tu, lakini vile ambavyo tasbihi hii imekuingia moyoni mwako kiasi ambacho umepoteza leo nzima hauko sawa. Unatafuta na tasbihi, lazima uipate tasbihi yako.
mimi na hizi mali zote unazoziona hapa hakuna kitu chochote ambacho kimefungamana na mimi. Na ndio yale anayosema Amirul Mu'minin wakati akielezea zuhudi ni nini. Zuhudi ni kwamba wewe umiliki kitu na wala si kitu kifanya nini? Kikumiliki wewe. Hii ndio tofauti. Kwa hiyo kuwa na pesa utakavyokuwa, lakini pesa zisifanye nini? Zisikumiliki. Hapa ndio miayar. Na ukiwa umilikiwa uko huru. Kwa sababu utajua wapi pa kutoa pesa, wapi usitoe pesa, wapi pesa ikienda hauna ugonjwa wala hauna pressure. Kuna bwana mmoja alikuwa yeye anasema mimi nataka kutoa zaka, lakini sharti kabla nitoe zaka mnifunge kamba. Alikuwa anaweka pesa kabisa, alafu anaambia watu wake wakati wa kutolewa. Yeye wakati wa kutenga hana shida. Kwa sababu zile pesa bado ziko pale pale, kwa hiyo anapiga round akiziangalia. Shida yake ni wakati pesa zikifanya nini? Zikitoka. Anasema wakati mkitaka kuzitoa pesa, mimi nishawaambia pesa ziko pale kama ni homes ni nini hizi hapa. Lakini wakati mnataka kuzitoa mhakikishe kwanza mmenifunga vizuri. Kwa sababu mkiniacha hapatoki kitu hapa. Mimi sina shida, zikishatoka zikiwa mikononi mwa watu wengine, roho yangu itakuwa iko nini? Iko sawa. Yeye anajijua kwa sababu sisi katika maisha yetu kuna vitu ambavyo vinafungamana na nafsi zetu. Mwingine ni mtoto, mwingine ni mke, mwingine ni nani. Kuna mtu akifa mke wake anaweza akakufuru. Akifa mtoto wake anaweza akatukana kila mtu. Sababu mtoto amefanya nini? Ameondoka. Lakini kina Imam Khomeini amekufa mtoto, shughuli zake zote zikaendelea kama kawaida, ratiba ya siku yote iko vile vile. Na huku kuna maiti ndani ya nyumba. Si rahisi. Ndio maana inama amwalukum wa auladukum, sehemu zingine zinasema hawa ni adu, kwa maana ambayo inahitaji kufasiriwa vizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu tuliouacha ametufanya sisi kuwa ni kina nani? Ni muttaqun. Ametufanya sisi ni muttaqun, na takwa hii ndio nafasi ambayo itatufanya sisi kuingia katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiita kwamba hiyo ndio fauzul adhim. Fauzul adhim. Sisi sote tunahitajia hilo. Sote tunahitajia. Sawa mtu mwema, muovu pia anasema siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atafanya nini? Hata muangalia, sio? Inawezekana akasamehewa dakika za mwisho. Kila mmoja hapendi kitu kibaya, kila mmoja hapendi kuingia sehemu mbaya. Kila mmoja anataka kuingia sehemu nzuri. Lakini kikawaida sehemu nzuri zozote zile unazotaka lazima ufanye nini? Uziandalie maandalizi mazuri. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupenda kwake na kutuhurumia akatupa mwezi huu, akitufanya kwamba sisi tufikie malengo ambayo yeye anataka sisi sote tufanye nini? Tufikie hapo, na ni kuingia katika pepo yake na kufuzu kuliko kukubwa. Katika mitihani yote huwa hauonyeshwi nini? Majibu. Unapewa maswali lakini haupewi majibu. Lakini mitihani ya Mwenyezi Mungu wakati anasema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alitupa namna ya kuwa sisi ni ahsan nini? Amala. Akatutengezea kila njia kwamba tuwe watu ambao tutaingia sehemu salama. Na akatupa mwezi mzima ambao mwezi ule aliupa nafasi maalumu kwetu sisi. Ili sisi tufike sehemu sote tuwe ni watu ambao tutaingia sehemu salama na tutaingia katika njia ile anayotaka, nayo ni la'allakum tatakuna, sote tutaelekea katika takwa hiyo. Nitasoma hii dua ya mwisho, dua al-iftitah, niende katika hutuba ya pili. Katika dua al-iftitah ambayo imepokewa kutoka kwa al-Imam al-Hujja al-Muntadhar ajalallahu farajahu al-sharif. Ana maneno mazito sana ambayo yanagusa nyoyo zetu. Anaeleza falam ara maulan kariman asbara ala abdil laimin minka alayhi. Sijamuona Mola ambaye ni mkarimu mwenye subra ya hali ya juu kwa mja wake ambaye mja huyu ni mfanyaji wa nini? Wa makosa na madhambi kwangu mimi isipokuwa wewe nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, innaka tad'uni fa uwalli ank. Wewe unafanya nini? Unaniita
njoo kwangu bwana, njia zote nimeziweka hapa ndani, hata kuhema pia nitakulipa. Sawa? Ukilala pia nitafanya nini? Nitakulipa. Fa uwalli ank, lakini mimi katika hali yote hii nafanyaje? Naachana nawe, na mbali nawe. Kadri unavyoniita ndio kadri mimi ninavyorudi nyuma. Na kila mmoja anajua hali zake. Watatahabbabu ilayya fa atabaghadhu ilayk. Ukiwa na mtoto wako unafanyaje? Mtoto unamfanyaje? Unamchekea, unamfanyia mambo ili afanyaje? Ili akupende, sio? Kikawaida mtoto ukimtolea sura ngumu hawi rafiki yako hata siku moja. Lakini asalamu alaykum, mambo nzuri nini? Unamfanya avutiwe na yeye. Lakini wakati huo Mwenyezi Mungu akitufanyia hivi, akituleta karibu, sisi tunafanyaje? Fa atabaghadhu ilayk. Unamkasirisha zaidi, unamfanya achukie zaidi. Watatawaddadu ilayya fala aqbalu minka ka'anna li yatatawul alayk. Lakini baada ya haya yote Imamu anasemaje? Falam yamna'aka dhalika min arrahmati li wal ihsani. Pamoja na sisi na yote tunayofanya mbele ya Mwenyezi Mungu, yote tunayofanyia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu pamoja na haya yote hakufanyaje? Hakuacha kutuhurumia sisi. Falam yamna'aka dhalika min arrahmati li wal ihsan ilayhi, na kutufanyia sisi nini? Ihsan. Pamoja na kwamba sisi ni waovu, na katika hali muhimu zaidi ambazo Mwenyezi Mungu alitutaka tuwe wema, pia tulikuwa waovu, lakini pamoja na hiyo Mwenyezi Mungu hakutunyima rahma zake na kutufanyia ihsan. Watafadhal alayya bijudika wa karamik. Wakati mwingine sisi waovu zaidi ndio tunaopata zaidi. Hata mwezi wa Ramadhani inawezekana wewe ndio ulipata iftari nyingi zaidi, na wewe ndio ulikuwa muovu zaidi, lakini ilikuwa kila gunia lazima jina lako liwe kwenye orodha. Wengine wanasaulika. Bijudika wa karamik. Alafu anasema farhamu abdaka aljahil, mrehemu mja wako mjinga, wajud alayhi bifadli ihsanika innaka jawadun karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda, anatuhurumia, hasa tukiwa katika mazingira ambayo sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu wazuri. Mwenyezi Mungu anaongeza vitu zaidi. Insha Allah Ta'ala ibada hii ya saum iwe tumeweza kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumefaidika na yote yaliyokuwa ndani yake. Bila shaka kila mmoja ana taksir, hatukuweza kufaidika na kila kitu yani. Lakini Mwenyezi Mungu yale tuliyoyafanya atulipe, tulipofanya taksiri Mwenyezi Mungu atusamehe, hasa katika siku hii ya leo, siku ya Eid ambayo ni siku muhimu na ni siku ya ibada bado, na ni siku ya kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Katika hotuba yetu ya pili tutagusia mambo kadhaa haraka. Jambo la kwanza, sisi kama wananchi wa nchi hii
tukufu ambayo hatuna nchi nyingine, ndio hapa tulipozaliwa na ndio hapa kwetu. Ni muhimu sana watu wakiishi wajue yanayoendelea katika nchi yao. Kulingana na tajriba yangu, ni vijana wengi hawafuatilii siasa ya nchi na nchi inavyoenda. Kuna mambo mengine tunafuatilia, mbio pale jamaa walifanyaje, lakini cha muhimu zaidi ni yale yanayoongoza nchi na yanayosimamia hii nchi, tujue kunaendelea nini. Kwa sababu kesho na kesho kutwa kila mmoja wetu ana jukumu katika nchi hii ya kuhakikisha kwamba wakati anapotakana kusimama ajue anasimama wapi. Sio? Sisi tuna 2020 nini? 27 wakati ule ukifika ni jukumu la kila mtu. Lakini yule mtu ambaye anajua siasa ya nchi inaenda vipi, viongozi wetu wanatupeleka wapi, na hali ya nchi iko wapi, na katika miji yetu yapi yanaendelea. Haya ni mambo muhimu, na Ramadhani imetufundisha mengi kwamba sisi kama binadamu, kama Waislamu, tunatakikana tujue hali za wenzetu. Laysa minna anayeamka akiwa ameshiba au anayeshinda akiwa ameshiba na jari yake akiwa amefanya nini, ana njaa. Sio? Mwezi wa Ramadhani tumeishi hizi hali na kuziangalia, kiasi ambacho kila mmoja alikuwa anaangalia mwenzake akisaulika sehemu, anaenda mbio kuhakikisha na yeye pia ameweza kufaidika kwa sababu ya hali ambazo watu walikuwa nazo. Kwa hiyo sisi tuna hali ambayo mara nyingi kuna vitu huwa vinapita katika nchi vya kupoteza mambo mengi ambayo tunatakana kushughulika nayo. Na hii ni siasa ya kiulimwengu. Siasa ya kiulimwengu, ukiona watu wamezingatia sana kitu fulani, kuna kitu kinapitishwa hapo katikati, kinawatoa watu kwenye nini, kwenye ile hali. Kitambo mrudi tena na kuwa muda umepita, na inawezekana pia kitu chenyewe kimefanya nini, kimeshapita. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunatakana sisi kama wananchi, kama watu tulioko katika hii nchi ambayo ni nchi yetu, kila kitu kinachoendelea tunatakana kukijua na tujue tunapelekwa vipi, ili wakati ukifika wa kusimama na sehemu ambayo unatakana kusimama, ujue unasimama na haki na sehemu sahihi. Imamu anasema, Amirul Mu'minin, ya bunayya innahu la budda lil'aqil min an yanzura ila sha'ni. Mtu yote mwenye akili anatakana angalie jambo lake analolifanya, wapi anasimama, wapi anachoshughulika nacho ni kitu gani. Kila mwenye akili yoyote yule, kwa lugha nyingine, hufai kufanya lolote mpaka kwanza ukiangalia hiki kitu kikoje. Hufai kutoa maoni yoyote mpaka kwanza uangalie maoni yangu haya yanaenda wapi, yanafaa wapi. Na ndio pale anaposema Amirul Mu'minin akimuhusia mtoto wake al-Imam al-Hasan, faliyahfadh lisana, basi binadamu atakana afanye nini, achunge ulimi wake. Mara nyingine unachukuliwa na upepo, kuna baadhi ya shaarati zinatolewa, unajikuta na wewe uko ndani bila kujua imeanzia wapi na imefikia wapi, kama tuliokumbana nayo sisi hapa juzi. Umefika, kuna mtu anaambua must go ndani, na wewe labda haujafikia hapo kuamua kwamba yeye must go, sio? Lakini unajikuta kwamba uko katika gurudumu la must go. Haya bwana, must go. Hebu tuambie must go. Hebu tupe dalili 2-3 za must go. Si mbaya ukiwa unasema must go na unajua kwa nini unasema, una dalili zako, sio? Inawezekana ukaminywa sehemu hata dalili zako zisiwe na maana kama kawaida inavyokuwa katika ulimwengu, lakini hadi akali wewe utakuwa na hoja kwamba mimi nilisema hili kwa sababu ya hili na hili, sio kwa mkumbo tu watu wamepanga mambo yao na wewe uko hapo ndani na wewe ndio uko mbele. Kuna bwana mmoja alikuwa akifanya challenge moja, alikuwa anaandika bango alafu anampa mtu bila kuangalia lile bango limeandikwa nini. Jamaa anamwambia nyanyua juu, ananyanyua juu. Sasa kumbe ndani imeandikwa fulani must go. Alafu amepanga vijana huko kando wanakuja wengi, must go. Sasa yeye ameshika lile bango, aliposhu afanya hivi, maskari wametokea, maskari wa Mtwara wa kutengezwa. Anaona anashikwa, anashikiwa nini? Kambwa
umeandika nini hapo? Akija akiangalia, hasi mimi bwana nimepewa, ilikuwa nimebeba tu, hata sijui kunaendelea nini. Lakini umeshikwa nayo wewe, sio? Hakuna mtu mwingine atakuelewa kwa sababu wewe ndio unayefanya nini? Ndio umeshikwa. Kwa hiyo si vibaya watu kusimama na vitu, lakini ni sharti watu wasimame na vitu ambavyo wanavielewa. Na ukivielewa utajua mwisho wake ni gani na mimi najiandaa na kitu gani. Sawa sawa? Wanaoenda kupigana wanajua mimi nikienda kupigana naweza nikafanyaje? Nikauliwa, sio? Lakini tayari yeye ashaandaa kwamba kufa ipo kwa sababu mimi naenda wapi? Kwenye vita. Lakini mtu anaenda sokoni kununua tomato hatarajii kwamba atauliwa. Sawa sawa? Lakini ukienda katika njia yako kununua tomato ukakutana na wanajeshi wakakupa bunduki na wewe ukaanza kutembea nao, ujue umebadilika kutoka kwenda kununua tomato mpaka kuwa nani? Mwanajeshi na utauliwa. Wakati ikiwa ni mapambano na wewe unatakana kuwa katika hayo mapambano. Kitu cha mwisho ni zakatul fitri. Nadhani imeelezwa sana, lakini ni muhimu. Leo ni siku ya kukumbuka wenzetu, ni siku ya kuwa pamoja, kila mmoja afurahi katika siku hii. Japokuwa zakatul fitri sio ya mtu kupenda, ni wajibu kwa wale ambao wanafaa kutoa. Kwa hiyo hata kama utaki utakana utoe. Sawa sawa? Hata kama utaki, almuhimu wewe unastahili kutoa, utakana utoe kwa sababu ni haki ya mwingine, utakana kufanya nini? Kumfikia. Kwa wale ambao hawana, naam, hawa wanahitajika watoe pia, wanaombwa watoe hata kama ni kiasi fulani. Lakini wale wanao sharti ambazo zimetimia kwao ni lazima watoe zaka. Na Imam Jafar Sadiq anasema kad aflaha man tazakka, anasema aya hii inazungumzia zakatul alfitra, kwamba amefaulu mwenye kufanyaje? Mwenye kujitakasa. Kujitakasa ndio hiyo, kutoa maana yake unafanya nini? Unajitakasa. Na riwayati nyingi ambazo tuko nazo za kwamba amali zinakuwa, saumu zetu hazijaenda bado mpaka itakapotolewa nini? Zakatul fitra. Kwa hiyo kila mmoja wetu alizingatie hili. Ni siku leo ya sherehe, ni siku ya kujumuika na wenzetu, ni siku ya kuwakumbuka walioenda mbele za haki, ndugu zetu, wazazi wetu, tusiwasahau kwa dua na mambo mbalimbali. Sisi tulioko hai ni watu wa pilau, biriani, sio? Tukishapiga hizi tuko sawa. Lakini walioenda mbele za haki si watu wa hivi vitu. Stories za biriani kwa